Watu wa Lindi peoples. Ndugu zangu, watu wa Lindi, kwa sababu mwenyekiti wetu wa chama yuko hapa, nitasema mambo mawili. Jambo la kwanza, miaka 12 iliyopita Lindi hili na Mtwara mliambiwa kwamba mnaletewa utajiri wa gesi. Uongo kweli? Miaka 12 iliyopita walichukuliwa mashehe hapa, walichukuliwa viongozi wa dini, maaskofu. Wakati ule Barwani alikuwa bungeni, mimi nilikuwa sijaenda bunge wakati ule. Wakapelekwa Norway, wakapelekwa Malaysia, wakapelekwa na nchi nyingine ambazo watu wake wameendelea kwa sababu ya gesi. Na wakati ule serikali yetu ikiwa chini ya Rais Kikwete walikopa kutoka Exim Bank of China zaidi ya bilioni 9 za Kimarekani kujenga pipe ya gesi kutoka hapa kwenda Dar es Salaam kwa ajili ya kupeleka gesi Dar es Salaam na maeneo mengine. Na wakati ule hata bwawa la Mwalimu Nyerere lilikuwa halijaanza kufikiriwa. Tuliambiwa kwamba tunaenda kuletewa umeme wa gesi na itakuwa ni mwarobaini kwa matatizo ya umeme wa nchi. Nasema uongo, nasema ukweli? Mkoa wa Lindi una kilomita za mraba 66,000. Ukichukua nchi ya Israeli inaingia Lindi mara 3. Na mkoa wa Lindi huko nyuma ndio ulikuwa unalima mkonge, mnalima korosho, mnalima ufuta, mna bahari, mna Seru iko hapa, na Seru ni kubwa hata kuliko nchi ya Rwanda peke yake. Lakini leo tumefika Lindi, hali ndio hii hapa. Huhitaji kuambiwa Lindi ambayo kabla ya uhuru mabenki makubwa duniani yalikuwa yanakuja hapa kuwekeza hapa kwa sababu ya mkonge. Mnajua mkonge ndio unatumika kutengeneza viti vya magari na makapet na vitu mbalimbali vya thamani duniani. Sasa ndugu zangu, kama alivyosema Lema, umaskini wa nchi hii ni umaskini wa kutengeneza na viongozi tulionao. Viongozi wa serikali waliopo wamekaa madarakani kwa zaidi ya miaka 63. Wamegeuza eneo hili ambalo lingekuwa leo lina kiwanja kikubwa cha ndege, ndege zinatua zinaleta watalii, wanakuja kwenye fukwe hapa. Kungekuwa na mahoteli makubwa hapa Lindi. Leo kama kuna hoteli kubwa hapa, hayo mahoteli yangenunua nyanya kwa watu wanaolima nyanya hapa. Leo kama wewe ungekuwa unalima nyanya hapo, wakinunua nyanya kutoka kwako, pesa ikitoka Ulaya inaingia kwa mwenye hoteli, inakuja kwako na elima nyanya. Wewe ungemwagiza bodaboda afuate nyanya nyingine shambani, yule bodaboda angepata hela, angenunua mafuta kwenye mtu anayeuza mafuta, yule angepata hela, angejenga kituo kingine, angeajiri mtu mwingine, fedha ingekuwa kubwa zaidi. Leo Lindi imeuawa kiuchumi. Mkonge umekufa, korosho ni wizi, wanawaibia gesi ambayo iko maeneo yenu, futi za ujazo trilioni 54.5 haifunction. Hakuna mtu anayejua leo nini kinaendelea kuhusu gesi, imekuwa siri ya serikali. Nasema uongo? Watu waliokuwa wanadai hawajalipwa tena mambo yao ya gesi kwa sababu haieleweki kinachoendelea. Leo kuhusu utalii wa Seru, ni ngumu kwenda Liwale kwa sababu hakuna barabara. Tumetoka Dar es Salaam, mtalii hawezi kuamua kuja Seru aache kwenda kaskazini ambako kuna barabara nzuri, ambako kuna uwanja wa Kia pia. Leo utalii wa fukwe hizi zote, kungekuwa na utalii mkubwa sana maeneo haya na uchumi wa hapo ungekuwa mkubwa. Leo uvuvi baharini ungekuwa mkubwa kwa sababu bahari iliyoko kwenye nchi hii 60% iko kwenye mikoa ya Lindi na Mtwara. Unaenda nchi kama Norway, mwaka jana peke yake uvuvi wa bahari kuu wamepata mapato ya zaidi ya bilioni 9 dola ambazo ni trilioni 30, karibia asilimia 80 ya bajeti ya nchi yetu ni uvuvi wa mwaka mmoja. Vijana wetu hawana ajira kwa sababu watu walioko madarakani hawana uwezo, ni wabinafsi, ni majizi, hawataki kuwekeza kwa wananchi ili wananchi wapate maisha.
Mwaka jana ripoti ya CAG iliyotoka, kumeibiwa, yani fedha ambazo zimepotea zaidi ya bilioni 317. CAG anasema ni matumizi yasiyoeleweka, yani matumizi ambayo hayaeleweki, yasiyokuwa na msingi. Bilioni 317. Nyie hapa ili mjenge kiwanda cha kusindika samaki na watu wapate boti kubwa za uvuvi, mnahitaji chini ya bilioni 10 kujenga hicho kiwanda kiwapatia ajira hapa, lakini serikali yenu zaidi ya bilioni 317 zinapotea kwa mwaka mmoja tu, na nyie mnabaki maskini. Kwa ndugu zangu, tumekuja hapa kuwaomba kwamba tumekuwa chini ya utawala huu kwa miaka 63 na wameshindwa kuondoa ujinga, wameshindwa kuondoa maradhi, wameshindwa kuondoa umaskini. Na namna ya kuondoa madarakani, lazima tuwe na tume huru ya taifa ya uchaguzi, ili tuweke watu madarakani wenye akili, watakao kwenda kusimamia nchi hii ambayo Mwenyezi Mungu ameibariki sana. Ukienda kule kwetu Tarime ni dhahabu. Hii nchi ni nchi ambayo ina Tanzanite, haipatikani kwingine kokote duniani isipokuwa Tanzania. Hii ni nchi ambayo ukienda kule Kabanga kuna nickel na cobalt, madini yanayotumika kutengeneza ndege na yanayotumika kutengeneza betri za simu yanatoka Tanzania. Hapo kwenu Seru kuna madini ya urani yanayotumika kutengeneza mabomu ya nyuklia duniani. Lakini watu wetu ni maskini, maisha ndiyo haya mnaona wenyewe mnavyoishi. Ili tuwaondoe hawa watu, lazima tuwe na uwanja ambao unalingana, ili tupige mechi ambayo ni sawa sawa. Lema ametumia muda kueleza jinsi ambavyo tume inaundwa na watu wanaosimamia uchaguzi wakoje. Labda mimi niwape mfano ambao rahisi tumtaelewa. Hivi leo Simba na Yanga wakienda kucheza mechi, alafu Haji Manara akawa ndio refari, hiyo mechi nani atashinda hiyo mechi? Hiyo mechi atashinda nani? Hata kama hakuna penalty, mtu amechezewa rafu katikati, Haji mimi ninavyomjua atapeleka kutenga penalty kwenye kile cha penalty. Uongo kweli? Ndio huo uchaguzi ambao sisi wanatulazimisha sisi tuingie. Uchaguzi ambao Lefa anatoka CCM, Kamisa anatoka CCM, Lenzman anatoka CCM, unategemea nini hapa? Ndio maana uchaguzi wa nchi hii tuliondolewa sisi bungeni, tumenyang'anywa mitaa yote, tumenyang'anywa kata zote, na bado umaskini ni mkubwa. Unaenda nchi kama Dubai, wanachukua maji ya bahari kama hii ya kwenu, wanafanya kitu kinaitwa desalination, wanaondoa chumvi, wanayaingiza kwenye mabomba, kila mtu ana maji. Lakini sisi tuna bahari hapo, watu hawana maji. Basi kama maji ya bahari ni tatizo, kwa nini tusichukue maji? Nchi hii imezungukwa na ziwa Victoria liko Tanzania, ziwa Nyasa liko Tanzania. Watu wetu wanakosaje maji miaka 60 baada ya uhuru? Maji yaliyoko chini kwenye nchi hii ni mengi kuliko yaliyoko juu ya uso wa dunia. Kuna ile Kimbiji na Mpera pale Dar es Salaam, walisema wakitoboa kisima kile, Dar es Salaam itazama kwa wingi wa maji ulioko pale Kimbiji. Lakini watu wetu hawana maji miaka 63 baada ya uhuru. Kwa ndugu zangu, principle ya uchaguzi, wazungu walisema kama hakuna representation hakuna kufanya uchaguzi, kama hakuna uwakilishi hakuna kulipa kodi. Kwa tumekuja kuwaomba mtuunge mkono kwenye kampeni yetu ya no reforms no election, ili mwaka huu tusimamishe uchaguzi, tubadili sheria za uchaguzi, kukisha kuwa na free and fair election, tuingie uwanjani sisi na CCM. Dakika 90 hazitoshi, 45 tu watakuwa wako nje uwanja, kwa sababu watakuwa wamepigwa goli zaidi ya 10. Uongo kweli? Wangapi wako tayari kusimamia no reform no election, ili nimlete mwenyekiti aje kuzungumza na nyinyi? Mheshimiwa mwenyekiti, karibu sana. Sasa nafasi ni ya kwako kuzungumza na wanalindi. Mvua imenyesha sana, lakini hawa waliopo watapeleka message yako kwa wananchi. Asanteni sana wananchi wa Lindi. No reforms, no election.